Alhamdulillah, Sheikh Mrisho, mimi katika mwisho leo nataka nifunge nasaha zangu kwa kitu inaitwa al-qadar. Ulama wanasema qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala ina aina tatu. Qadar mwanzo ni shari, lakini mwisho inaisha kwa khairi. Qadar ya pili ina shari, lakini kwako ndani yake khairi. Katika shari kwa khairi, lakini wewe hujui na huwezi kujua mpaka ufe. Qadar ya tatu ulama wanasema qadar inaitwa al-lutfu al-khafi, huruma ya Mungu ambaye imejificha. Huruma ya Allah imejificha. Sheikh Mrisho tajitahidi kutafsiri tatu kwa haraka. Qadar ya kwanza mwanzo ni shari, lakini mwisho ni khairi. Hii tunayo angapi katika sisi, kitu mwanzo tunaona shari, kumbe ilikuwa khairi kwetu. Ndio hii mfano nyingi kila mtu anajua, wala haina haja kusharhisha. Na ulama wamechukua hii katika kisa ya Sayyidina Khidr alayhi wa ala nabiyina salam wa Musa alayhi salam. Al-Khidr ni kauli sahih, ni nabii kama amekuja katika hadithi al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi Shafi'i, anasema hadithi ni sahih, ambaye mtume anasema al-Khidr alikuwa nabii. Lakini Khidr, Sheikh Mrisho na al-mushahidun waislamu wanafuatilia kipindi hii, al-Khidr hayuko hai, shafariki. Hayuko hai, shafariki. Alikuwa ameishi katika zama ya Musa, Sayyidina Musa alayhi ala nabiyina salam, mshafariki. Dalili amefariki ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam au aya katika Qur'ani ambayo inasema katika surat Al-Imran, Mungu amechukua ahadi kila nabii kama anapata matatizo, watu wake mumkataa, mumpiga vita, nabii hii kama yuko hai lazima amsapoti nabii hii. Ndio. Na nabii hii madamu yupo, nabii mwingine aje kumamini, kumsapoti, kumamini. Kama Mungu katika Qur'ani ametaja Sheikh Mrisho Sayyidina Ibrahim na Lut alayhi salam alikuwa zama moja. Mungu asemaje? Fa amana lahu Lut, ama maana saddaqahu. Lut amekuja kusadikisha Ibrahim. Ndio. Sasa Sayyidina Khidr kama yuko hai mpaka sasa hivi, alikuwa yeye wakati ya Musa kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wengine wanaamini leo yuko hai, sio sahihi. Wakati Mtume watu Taif mmemfukuza, mmempiga mawe mpaka ametoka damu kutoka kichwa mpaka mguu, kisa maarufu katika sira, ndakiwa Khidr aje kumsapoti Mtume, hayuko hai. Na hadithi Anas radhiallahu anhu asema siku moja Mtume katika Madina misali al-fajr anasema, nakwambieni leo, kuanzia leo kama atabita miaka 100, karni moja, kuanzia leo ishazunguka karni moja, miaka 100, hakuna mtu atabaki kuishi juu ya ardhi hii ambaye leo yuko hai. Anas anasema kweli mzunguka watu wamefariki, baki yeye na wawili tu. Sasa Khidr kama wakati ile yupo, ilikuwa shaingia katika hao nabii ambaye yuko hai, tunaamini sisi anaishi ni Sayyidina Isa alayhi wa ala salam peke yake. Khidr nabii. Dalili ambayo nabii Sheikh Mrisho inatoa katika aya ya Kahf, Mungu anasema mja katika waja wangu, abdu min ibadina, tumemfundisha sisi kutoka kwetu, tumempa sisi huruma, wa allamnahu min ladunna ilma. Hii sifa inna hii hauwezi kupata mtu kawaida. Mja katika mja watu, ndio tumempa rahma, wa allamnahu, tumemfundisha sisi min ladunna, kutoka kwetu, ilman. Tena hii inaonyesha ni hapata ilmu kupitia wahi, Mungu kamfundisha nabii.
si mtu wa kawaida, sio mtu wa kawaida. Ya mwisho wakati anamtafsiria Sayyidina Musa al-Khidr, ambaye kitu yani imetokea kitu, Khidr kataboa jahazi ile, sawa, kamua mtoto mdogo, kasimamisha ukuta ambaye katika kijiji watu hajamkaribisha, lakini kajenga ukuta. Hii tatu wakati anatafsiria Sayyidina Musa, mwisho kasemaje? Wama fa'altu an amri, hii mifanya yote sio kutoka amri yangu. Amri ya nani? Ya Allah. Ndio. Sasa Khidr kwa kifupi ni nabii. Sasa Khidr alayhi salam wakati amepanda jahazi yeye na Sayyidina Musa alayhi salam, kataboa jahazi. Musa kashangaa, sema vipi unataboa, unataka sisi wote ni tuzame? Umekuja na kitu ajabu. Kumbe tafsiri yake umetafsiri ilikuwa mbele njia bahari kule, yuko jamaa mmoja mfalme, kila naona jahazi nzuri hana dosari anachukua kwa nguvu, kila anaona jahazi ana dosari anaacha. Mfika kule wameona jamani ana dosari imeacha. Sasa kutaboa ni shari, lakini baada ya jamaa maskini hawa wamemiliki jahazi hii, sawa, ndio wameona wameachia kwa ajili hii dosari, wameona khair kwao. Sasa kadri kwanza mwanzo ni shari, lakini mwisho ni khair kwao. Ya kwanza. Ya pili, unaweza kadri nyingine kwako ni shari, lakini ndani yake kwa Muislamu khairi hujui na huwezi kujua mpaka ufe. Tunachukua kisa ya Al-Khidr kumuua huyo mtoto. Mtoto alikuwa mkorofi, ndio babake na mamake wanampenda sana. Mungu amejua hawa wazazi watakufuru, wataingiza mtoto katika kufuru, katika dhambi kwa mtoto huyu. Mungu aamrisha Khidr muue huyu. Kumuua mtoto huyu, wazazi wake wamehuzunika sana, anapata uchungu. Alikuwa anamlaani huyu mtu mgeni kaja kwa mtoto wetu kaenda zake, lazima tamlaani. Unasikia uchungu kabisa, unaona hii balaa kwao. Katika aya hii ambayo sisi tumejua tafsiri yake, Khidr kamba Musa na Musa Mungu kamba wahi Mtume sallam kuwa mtoto hii kuwa sio shari kwao, sio hivi, sio shari kwao, ndio sio Mungu kamba mtoto mwingine bora, sio shari kwao. Mama huyu tutaka ameuawa, alikuwa hajui ina khair ndani yake, hajui kafa na hivi, lakini sisi tunajua kwa ili Khidr ametoa tafsiri. Ndio sasa Muislamu wa mwingine wanaona shari, kumbe ndani yake khair, lakini wewe hujui. Itakuja siku utajua, siku kiyama duniani huwezi kujua kama huyo mama. Ndio shari nyingine, kadri nyingine shari unaona shari lakini sio shari, kumbe ni khair ndani yake, lakini wewe hujui na Mungu amekufichia kwa hikma yake. Utakuta siku kiyama utamani, kwa nini shari hii nani matatizo hii kwangu endelee nipate thawabu. Utavuna thawabu kama uko Muislamu muumini, unafanya subra, utapata ujira na thawabu, unatavuna khairi nyingi siku kiyama, lakini dunia huwezi kujua. Hii ngumu kufahamu. Maana hizi sababu shamrisho, kwa nini shida kila siku? Nifahamu kwa Mungu tutakufuru sasa. Pengine take useme alhamdulillah ala kulli hal. Hususan katika eneo la maradhi kila kitu. Na Mtume sallam katika hadithi anasema muumini amri yake ni ajabu sana. Kama atabata matatizo atavumilia, anapata thawabu. Kama atabata neema atashukuru, atapata thawabu. Mtume mwisho hadithi anasemaje? Na hii hawezi kupata mtu yote isipokuwa muumini tu. Ya mwisho qadar ambayo ulama wameita al-lutfu al-khafi, huruma ya Mungu ambaye umejificha wewe hujui. Khidr wakati ameingia ile kijiji kaona ukuta umeanguka, kaenda kujenga na wanasikia njaa na hawa kijiji hajamkaribisha. Sasa Khidr Musa kashangaa, sema wewe vipi hawa jamaa hajakaribisha sisi, ujapate ukarimu ile jamii ujapate sisi, halafu wewe unamjengea ukuta wao. Bora ombe ujira ili tupate angalau
chakula, unafanya kazi bure. Hapa ambaye Musa na Khidr wameachana. Mtume anasema lait ndugu yangu Musa afanye subra, anaye tupata faida katika hadithi sahihi. Sasa wakati tafsiri Khidr kisa hii Sheikh Mrisho akasema nini? Kawaambia hii kuta ilikuwa ni wayatima wawili, ndio baba yao alikuwa mtu mwema. Sasa hivi ulama wanasema kama uko mwema mama, una wewe bwana mwanaume uko mwema, usigobe watoto wako kufa kesho watabotea. Mungu atamlinda na watakufa katika hali nzuri, usigobe tu, mgobe Mungu, njoo na imani sahihi, kae wewe mcha Mungu salih mwema. Alafu Sheikh Mrisho ndio mwambie watu neno zuri. Mungu katika surati An-Nisa anasema walladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Wote ana watoto wachanga wadogo na wanagopa baada kufa wao watoto watapata tabu, hakuna mtu anasimamia. Mungu asema hawaje na mcha Mungu na awaambie watu neno nzuri. Mungu amechukua dhamana, garanti watoto wako hawezi kupotea. Sasa Khidr akasema ilikuwa baba yao mtu mwema, naam, na jina yake yuko kanzi, yuko hazina na mali, ile mali yao au utatahatulu kanzu lahuma. Sasa swali nakuja hapa, inaitwa qadr, inaitwa huruma ya Mungu ambaye umejificha. Swali Sheikh Mrisho, hawa watoto yatima wanajua huyu mtu amemjenga ukuta hii mpaka mali yao kila kitu umebata, wanajua? Hawajui, hawezi kujua. Lakini hii lutfi na huruma Mungu amletea, amejificha, lakini hawajui nani kafanya. Sasa hii inamalizia wangapi Mungu ataka wewe kukuta ni balaa kubwa sana, Mungu amekulinda kwa balaa hii na wewe hujui. Wangapi Sheikh? Wengi. Sasa kila mara nataka Muislamu kila napata mambo yote ajalie khairi na avumilie na afanye subra na anajua Mungu, neema ya Mungu kwake ni mengi. Mambo mengi Mungu amemlinda, amemhifadhi, lakini yeye hajui. Sasa tunatakiwa tukithirishe kila mara kumshukuru Mungu, na shukuru ulama wanasema ina aina mbili. Shukuru ya mdomo na shukuru ya vitendo. Allah subhanahu anasema i'malu ala Dauda shukra, watu wa Daud fanyeni i'malu shukra, niko shukuru, sio kushukuru nani mdomo tu, shukuru mdomo na vitendo. Maabudu Mungu, usimasi Mungu, mtii Mola wako, Mungu atakufanyia mambo khairi mingi. Naomba Allah subhanahu an yahfadh Tanzania wa sha'baha wa qadataha